Anajali sana msingi. Hakuna kitu Mungu amekiumba ambaye hakina msingi. Na Mungu atusaidie kwa sababu ile siku utaelewa the mysteries ama vitu zinazohusikana na misingi, maisha yako itachukua a different shape. Jina la Bwana tukuzwe. Sasa Mungu alikuwa anazungumza juu ya msingi. Nataka tu kama inawezekana kuna viti yenye aina watu. My daughter just come. Pesa just come. Kuna viti aina watu mbele. Just come to allow msikae mbali. Itakuwa vizuri. Good. Let's start. Amen. Stop. Thank you. So, Mungu anazungumza juu ya msingi, maana God is so concerned about foundation. Anything God has created, even heaven has its own foundation. Duniani iko na msingi yake. Vitu vinavyoonekana na sivyoonekana siko na msingi. Na kuna msingi vya kawaida na kuna msingi vya kiroho. Na ni vyema ukaelewe. Na leo hii kwa msaada wa Mungu nitazungumza. Na Biblia inapokuja kwa kiroho, Biblia inatuambia kwamba tumejengwa kwa misingi ya manabii na apostol. Hapo ndio kanisa misingi lake liko juu. Maana Yesu alizungumza na Petro akasema, juu ya msingi huu nitalijenga kanisa langu, na malango vya kuzimu halitaweza kupingana nao, kwa sababu misingi liko imara. Nataka kuzungumza leo juu ya msingi, na huenda sitamaliza na nitaendelea kuzungumza. Jina la Bwana tukuzwe. Maana ukielewa misingi, maisha yako ya kiroho lazima itachukua different direction. Jina la Bwana tukuzwe. Foundation. Sasa what a foundation? Foundation is a basic of a edifice, that edifice ama yani ni basic ya jumba. Ni ile sehemu isiyoonekana ya nyumba. Very costly. Misingi ndio nyumba. Jina la Bwana tukuzwe. Misingi ndio nyumba. It also mean that act of fixing the basic. It also mean establishment or settlement. Kitu ambaye kimewekwa chini ili kilicho juu ikapate kukaa juu yake. I'm just trying to give a definition kwa Kiingereza refu hiyo, lakini kwa msaada wa Mungu nitajaribu Amen. You're right. Bwana Yesu asifiwe sana. That edifice ambaye imewekwa chini. Jina la Bwana tukuzwe. Sasa Mungu anasema, si ayaili ukisoma hiyo kitabu cha Isaya ambayo tumesoma 28:16 anasema, angalia nimeweka jiwe la pembeni katika Sion ambaye ni msingi. God is a God of foundation. Everything, your marriage have a foundation. Your faith have foundation. Everything have its own foundation, in the physical and in the spiritual. Jina la Bwana tukuzwe. Sasa ukisoma kuna vitabu vingi ambavyo unaweza soma ambayo nitakupatia tu, utaandika alafu utasoma baadaye ya all time. Ukisoma kitabu cha 1 Corinthians 3:10-12 utakuta inazungumza juu ya msingi. Ayubu 34:32 inazungumza juu ya msingi. Jeremiah 33:12 inazungumza juu ya msingi. Na utaenda hivyo hivyo na maneno mengi utakuta pale. So, nataka uelewe hivi, nataka uandike hivi. Foundation are spiritual principles which are inevitable and active and continuous. Misingi, kitu ambacho tunaita misingi ni vitu ambavyo ni kanuni vya kiroho. Kama unaandika wacha nisikatishe, nasema foundation are spiritual principles which are inevitable and active and continuous.
ikisimamishwa, mtu yeyote ukijengea watoto wako msingi yoyote, rest assured, ukae na amani ukijua kwamba watakulia hiyo msingi hata kama umekufa na utaondoka. Maana msingi ni vitu vya kiroho ambayo zinaendelea kwa visasi na kwa visasi. Jina la Bwana tukuzwe. Every wise builder must concentrate with foundation. Kila aina yote ya mjenzi aliye na akili. Juzi niliwaambia mcreate a WhatsApp group. Hiyo sitawacreatea. Amutaniongoja ni wacreate. Mcreate a WhatsApp group. Hizi zote mngekuwa mshapata. Waambia juzi mcreate a WhatsApp group, then add me, then hizi vitu mtakuwa mnapata in full package. Juzi last Sunday tulisungumza juu ya nini? Ama mkua? Bwana sio. Tulisungumza last Sunday juu ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Na hizo mngesha hapata. Hallelujah. So, every wise builder must concentrate with foundation. No matter how beautiful, so the structure above appear, it will be compromised by the kind of foundation it rests on. Haijalishi juu ya chumba kinakaa smart aje, haijalishi kinapendeza aje, kimepigwa rangi hadi ikakuwa maridadi, kama imejengwa juu ya msingi mbovu, inakuwa compromise. Haijalishi mali inakaa kinapendeza aje, mnaitana majina sweetie girl, honey, whatever, because kumbuka kwamba ninapoleta katika in the physical, kuna in the spiritual meaning other of. So hata marriage iko na misingi, hata biashara iko na misingi, hata afya iko na misingi. Everything has its own foundation. Amen. So haijalishi ukiwa umejenga ndoa yako katika misingi mbaya, hata kama mtaitana majina ingine aje, hata kama mtaenda honeymoon South Africa, as long as misingi yake ni kipofu, itabomoka given time. Bwana Yesu asifiwe. The durability, yani muda wa nyumba vile inaisakaa, can be compromised by its own foundation. Praise the name of the Lord. You must understand that. Usually foundation is physical. Yani kikawaida misingi haionekani. Unapotaka kujijenga, hata kama ni kwa ndoa, hata kama kwa biashara, make sure kwamba sehemu kubwa yako haionekani na watu. You are a preacher, make sure that there are some part of your life ambayo ni msingi. Watu wajui siri yako ni nini. Kama ni maombi, they don't know which time do you normally pray. Make sure that nobody will predict your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wanaonekana mpaka sole ya kiatu. Shetani akitaka kukuangusha, kanafanya vile. Because you are not deep rooted. So, tabia ya misingi inakuwa deep rooted. Deep rooted. You don't see them. Lakini leo hii, jirani anajua siku ile umesuka nywele, siku ile hauna chumvi, kwa sababu umepatia jirani zako zote the whole history of your life. You cannot go far. Make sure unaonekana tu hapa, kule kingine kimesindiliwa chini. Kabisa. Ndio bishop wangu aliniambia wakati mwingine. Kaniambia, my son, if you want to go far, make sure that you are deep rooted. Yes. Yani mizizi zimeenda. Biblia inasema yani wenye haki ni kama miti iliyopandwa kando ya maji, ya mto wa maji, na inapeleka mizizi yake mpaka kilindini mahali kuna maji. Sasa Wakristo leo hawako hivyo. Wameandikwa tu hapo juu. Hata mizizi imekauka. Unapulizwa tu. Meenda moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana.
usually foundation are invisible. They lie beneath, wanakaa chini. They support their structure above. Ukisikia mtu amesema nimejenga nyumba, kama amemaliza foundation, wewe ameshamaliza, maana kule ndio kazi. Hata mafundi wale wanayofanya kukoroga ulipwa tofauti. Watu wakianza kukorogea misingi ya nyumba, sitisha hata kwenda lunch, maana mpaka kazi ya mkoroga hujaifanya. Mimi nimewahi fanya kazi ya mjengo, nikaswea kila mahali, mpaka mwili ilikuwa inatoa chumvi, sababu ni kazi ngumu na haina stop. Kwanza ile inakorogwa na ile mashini inasumbuka hivi, so unakimbia tuna mabajo kwenda kumwaga. I tell you, utafanya kazi mpaka usikie kufa tu. Jina la Bwana tukuzwe. There are a foundation, there are building foundation. Yani some of the example of the foundation. There are building foundation, personal foundation, family foundation, society foundation, organization foundation, national foundation, churches foundation. And these things are very dangerous. The moment I tell you, ile siku utaelewa mysteries ama vitu zinazohusikana na misingi, maisha yako itabadilika. Why? Because foundation ako na nature ya kujiconnect na their origin. Hii nyumba saizi tunayokaa ikipata shida, watu watakumbuka mtu wa kwanza mwenye aliweka misingi. Because foundation connect themselves to the pioneer. Bwana Yesu asifiwe. Your foundation can be strong and it can be weak. Your foundation can be good and it can be bad. Foundation can be godly and it can be wicked. Your foundation can be correct and it can be wrong. Your foundation can be deep and it can be shallow. Those are the features of the foundation. Inaweza kuwa iko na nguvu na inaweza kuwa dhaifu. Inaweza kuwa iko deep na inaweza kuwa shallow. Haijachimbwa hata mahali, imeekelewa tu juu ya mchanga. Jina la Bwana tukuzwe. Until foundational issues are dealt. Get this. Mpaka shughuli inayohusu misingi ishughuliwe. Forces. Those forces that fight against foundation, you cannot withstand them. You cannot fight upon them. Yesu alitoa mfano ya mtu aliyejenga juu ya changarawe na mtu aliyejenga juu ya mwamba, na akasema na upepo silipokuja ilipofuma. Na tena niseme ya kwamba in life there are what we call forces. There are what we call forces ambayo zinapigana na misingi. Ndoa yako lazima ipigie misingi. Hata kama mnanena kwa ndimi, lazima mtapigia sheki. Lazima kuna dhoruba zinakuja ambaye zinadhibitisha kama msingi hii ni dhabiti ama ni msingi mbovu. Leo ninakataa katika jina la Yesu Kristo kila aina yote ya misingi ambaye nimejengewa kwalo, ambaye ni kidhaifu, ni wike, ambaye zinapinga neno la Bwana, ninakataa katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So until those forces are dealt, you can never stand anything that will come try to overcome that foundation. Jeremiah ukisoma Jeremiah 1 verse 9 to 10, the Lord speaks and asks a rhetorical question. Anazungumza pale hapo, na pia usome kitabu cha Zaburi 11 verse 3. Sasa pale kwa Yeremia Mungu anazungumza juu ya kubomoa na kujenga. Bwana Yesu asifiwe. We serve a kind of God that whenever he want to establish something, kuna lazima kitu itabomolewa. Anamwambia Yeremia, nimekuchagua ili ukapate kubomoa, kuvunja na kuharibu, na ili upate kujenga na kusimamisha na kuimarisha.
katika maisha yako lazima, kuna vitu ambapo lazima usimame na kuzibomoa na kuzijenga zingine. Na misingi ni jambo lingine, ni jambo la kujengwa. Jina la Bwana litukuzwe. Ukisoma, nataka mtu asome hiyo Zaburi 11:3. Zaburi 11:3. Zaburi 11:3. Kama misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Hebu sikia hiyo swali Mungu anauliza. Anasema, if foundation are destroyed, what can a righteous do? Misingi ya dunia inapotingishwa, misingi ya economy inapotingishwa, misingi ya nchi inapotingishwa, Biblia inauliza swali, anasema mwenye haki anafanya nini? Mwenye haki, na leo nakuja anaanza kwamba mwenye haki ako na kazi anayo ni kazi ya kujenga na kusimamisha misingi ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. We must raise and build correct, strong, godly foundation in our generation. Katika jamii yenu lazima usimamishe msingi sahihi yenye nguvu ya kimungu katika maisha yako na katika hiyo jamii. Wewe ndio Mungu amekuchagua uwe mjenzi. Anasema kwa Yeremia, utakuwa mjenzi ya mahali palivyobomoka, ya misingi zilizobomoka. Wengi wetu hapa tuko katika jamii ambaye misingi za kwetu zimebomoka. Jamii za kwetu hasina mwelekeo, zimebomoka. Na Mungu amekuita katika hiyo jamii usimamishe msingi ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. There is no imputer who ignores about foundation. There is no. Hakuna mtu mjenzi yote ambaye anaweza kuignore mambo kama Mungu mwenyewe haignore ama apuuzi. Maana kuignore ni kupuuza. Hakuna mjenzi aliye na akili timamu anayepuuza mambo ya kimsingi. Jina la Bwana litukuzwe. Lazima ushughulikie misingi, maana ni vitu zinazodumu na zinakaa, na they are spiritual, ni vitu vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. So, dealing with your foundation as a gate into your life, as a door, a doorway. Tulisungumza dealing with spiritual doorways into greatness. Ndio tulisungumza la Sunday. Spiritual doorways into greatness. Yaani malango ya kiroho zinazokusaidia uingie katika ukuu. Bwana Yesu asifiwe sana. So now when you want to be dealing with your foundation as a gate into your life and destiny, you have to re-examine thoroughly what constitutes the spiritual and physical history of your life. Ukitaka kushughulikia misingi ya kwenu, lazima uangalie kwa kipimo cha kiroho, lazima uangalie kwa macho ya kiroho na kuangalia thoroughly ni nini kinachounda misingi ya kiroho na ya kimwili ama ya kikawaida katika hizo ya kwenu. Kwa mfano, kwa wale ambao tumekuwa na wao, niliwapatia testimony yangu, nikasema kwetu mimi ninaelewa misingi ya kwetu, ninaelewa kwa sababu nilisema kwamba mimi nimesaliwa na mganga. Kwetu ni baba yetu alikuwa mganga, na kazi yake ilikuwa hiyo msingi ndio alituwekea. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu Mungu alinilinda tangu kuzaliwa kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alinilinda. Kwa nikwambia kwamba sikuzaliwa na huo mzee. Tuko watoto 12 wa mama yangu na mimi peke yangu nimezaliwa nje ya ndoa.
Julikani mtu aliyenisaa, kumbe Mungu alikuwa ananiwekea misingi nisaliwe na mdamu. Na niliona siku zote nilioishi katika hiyo jamii, kila majira Mungu baba akiwaita ndugu zangu na wote wananyolewa na wanatiwa ile rangi wa masawa naika kichwa red, na wanazunguka kiti hivi, wanakunywa kitu moja wote, damu iliyochanganyikana na maziwa mama. Halafu usiku wanazunguka moto, wanaiba wanazunguka moto akisema kwamba hao mwanenga yango na mwana loraka, yani naomba Mungu wa dunia na naomba loiboni. Hiyo ilikuwa ni msingi, na vijana wadogo wakiwa wadogo, hata mradi unaweza tembea, hiyo msingi unaikwa. Sasa mimi sijui msingi wa kwenu, wengine unaweza kuwa, sisi unaweza kuwa former witch na nyinyi ni current witch. I don't know. Kwa hivyo sione kama unaweza unafuhurumia. Kwenu inaweza kuwa unaendelea hata sasa hivi. Sasa hiyo msingi nikikaa tu kukaa ignorance, kutopigana na hizo maroho, I tell you, hata nikinena kwa ndimu zinaniangusha. Nimeona msingi, ninatembelea juu ya msingi iliyoundwa, iliyojengwa kwa miaka, na they are continuous, they are active and continuous. Every foundation is active and continuous. That is we must. Hiyo ni lazima uelewe. They are active and continuous. Jina la Bwana tukuzwe. So you must thoroughly look at it. What constitutes your marriage, what constitutes business and ministry, what constitutes a house and a place of work. Lazima uangalie. Nyinyi ambao mnafanya biashara, sio kila nyumba unaingia. Hata kama ni faka. Wacha niwafungue macho. Hata ukikuta nyumba iko faka na watu wamehama, sio kwamba unakija unaingia. No. Fanya spiritual mapping. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya spiritual mapping. We never know. Watu wangapi waliokuja na maono kutoka Kirinyaga, waliotoka kutoka Mombasa wajua na maono na wakafilisikia hiyo nyumba. You never know. Unaingia katika nyumba na unafilisika. Ulikuwa na maono and heaven shut. Ujui mahali utaenda, ujui hata unaleta song unaenda kwa nyumba, muda kidogo unaanza kujiuliza, na hivi nilikuwa ninaleta hii yake. Na ulikuwa na maono imekuwa shut. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Lazima ufanye kitu inaitwa spiritual mapping. Kama ni kusana hujaolewa, sio kila ndugu anayekuja anacheka kaniweka nasba. No. Fanya spiritual mapping. Amen. Sio kila across wearer can make a man. Not every skirt wearer can make a wife. Fanya spiritual mapping. Google vitu kiroho. Hallelujah. Amen. Lazima waelewe. Si kila ministry unaweza ingia. Maana kama msingi ya mwanzilishi. Maana let me tell you, hii ministry ya huduma hii ya Redemption Bible Church iko na baba wa kiroho alianzisha. Na huyo baba ndio msingi ya hii huduma. Yeye ndio mwanzilishi. Sisi tunatembea chini ya neema yake. Kama kibahati mbaya tumeingia chini ya mzee wa Three White, hiyo spirit inatufuata. Tunakuwa tunangangana, tuna roho ya uchaji na roho ya kutaka kuoa wanawake wengi, kwa sababu we are connected with that. Vitu vya kiroho, they are active and continuous. Praise the name of the Lord. Amen. A foundation laid in our life directly or indirectly affect us negatively or positively. Ile msingi ambao umelelewa, umekulia, umekuwa juu yake, yanatudhuru, yani kizuri ama kwa ubaya. Your foundation can affect you negatively or positively.
Mungu sana, Mungu akuweke sana uwe kwa muda, maana there are things heavy zinakuja. Baada ya hii series nitafundisha juu ya madhabahu na vitu vile umeisikia, unasikia tu watu wakizungumza juu ya madhabahu. No, you never know, but there is something at dozen zinakuja na maisha yako itabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nasikianga tu kwa mtu anasema anafundisha juu ya madhabahu, kikaa kusikiza hata haelewi madhabahu ni nini, lakini kuna neema hapa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Every evil foundation gives the enemy a legal right to control, to subsequently manipulate destinies. Hii ni kisari ya mtu aliyesoma late. Correct, sir. Mtu aliingilia tu, gari ilikuwa inaenda, akaingilia tu katikati. You are correct. You're right. Praise God. Yaani nasema hivi, every evil foundation give the enemy a legal right to control, subsequently manipulate your destiny. You are to make a very good wife, a good wife material, but your foundation compromises your values. You are to be a good man, but foundational issues make you to you be a man. Just how unakaa walimoba wa Kimasai, kuna kuanga na nyumba ambayo inaitwa mahema. You are supposed to be a permanent built house. You cannot bear fruit when your roots are not down in the ground. The Bible says in the book of Isaiah 38 verse 12, anasema, and the remnant of the house of Jacob who are left shall again take their root downward, and take branch upwardly and bear fruit. You cannot bear fruit with a shallow foundation. Because Bwana Yesu asifiwe sana. It limits or makes difficult for us to follow fully God's purpose. Wakati ukiwa katika misingi mbovu, mtu akiokoka na akona kwa msingi mbovu, aiteli hiyo msingi itamkataza asifuate Mungu kikamilifu. Atakuwa mtu ako season anakuwa seasonal believer, a seasonal believer. Because leo foundation is strong, anasimama. Misingi sikuja inatikisha, kanakaa, kanaenda. Siasa imemchukua. Kanakuja kanaangukia usharati. Kanakuja kanaoleka kidogo ama kanaoa kidogo. Kanatokea tena, maana misingi yake is not permanent. Na imba. Jina la Bwana tukuzwe. If a godly foundation and if ungodly, get that. If ungodly foundation are laid in your life, or where you work or reside without your knowledge, it can legally contend with God's plan for your life. And because of this, marriages, ministries, job, business were shut down because of negative voices speaking from this evil foundation against God's will. Sentences kumi. Ninasema hivi, ikiwa msingi ambayo sio ya kimungu yamejengwa juu ya maisha yako, unatembelea juu ya msingi mbovu ya kishetani. Ikiwa iko juu ya maisha na ujui, ama juu ya mahali unafanyia kazi, ama mahali umefungia kazi, ama mahali unaishi, bila wewe kujua, ndoa mzuri ya watu wanayopendana uachana. Na mjui ni nini leo? Mlifamia tu nyumba, ikaanza kuja kitu inaitwa kutoelewana. Mnapigana usiku na mchana, mnanyongana mpaka mnaachana. Biashara iko hapo, kinakuwa kimefungwa permanently because there are other building which are enemy. Imejengwa kwa kiagano, na mtu yeyote anayoingia ameingia majala ya kiroho.
umekamatika hivi. Wale wateja unawapata ni wale wanakuomba change. Mtu akija akitaka kitu, anakuja baba kwa duka yako na anaona umefunga ama anakuona hauko because you are displaced. Anapita. Customer number 1 uko nayo ni wewe. Ukijikopa. Basi ukatae katika jina la Yesu. So, nasema kwamba bila wewe kujua vitu kama hizo zinaharibika kwa sababu ya negative voices. Negative. Kuna kitu, sauti ya kinyume zinazonena kinyume na kile unachofanya. Sauti zinazotokea katika hizo misingi zinazonena kinyume na kile unafanya, ndoa yako, biashara, afya yako, huduma, na inakuwa shate, inafungwa kwa sababu ya hiyo yani nana voices, hizo sauti zinazo nena. If you need to know what you do when your foundation are not designed, acha nijaribu translate hii. Okay. Kuna misingi zingine ambaye zimekuwa designed in a way that they cannot carry major breakthrough. Misingi zingine imeundwa kiasi ya kwamba haibebi uzito wote ya mafanikio. Very weak. When your foundation is weak, it means he cannot bear anything heavy. Kitaka kuangusha nyumba, jenga msingi mbovu. Ile siku mnapandisha mawe na kuweka mbao, zinaanza kubomoka kwa sababu msingi ni mbovu. Hujawahi wana watu ambao wanaona tuseme kwa ndoa, wanakaa kwa ndoa, wanavumiliana wakiwa kwa mateso, wanalala kwa makaratasi na wanaambiana, "Oh, sweetheart, jitie nguvu, hata sisi tutatokelezea." Wanapendana wakiwa na shida, hawana chochote. Wanakunywa maji na wanasema ni chakula, wanafurahia. Wacha siku moja waanze kununua kitanda, wanapigana mateke. Wacha mtoto asaliwe, wanaararuana. Wacha mtu ajiriwe job, mtu anatafuta mke mwingine. Wanasahau kwamba huyu mwanamke ndiye amenivumilia wakati ule siko kitu. Sio shida nyingine, ni msingi haiwezi kubeba uzito wa job. Ni msingi haiwezi beba uzito ya nyumba. Ni msingi haiwezi beba uzito ya mtoto mmoja kamezaliwa. Kuna leo wanaume ambao wamefukuza more than 3 wives. 4 wives na unafukuza moja na vifaranga vyake. Wewe unaanza ubachela. Unakapata kingine, unakasalisha, unafukuza na vifaranga vyake. Wewe unakanga tu kwa sababu misingi yako haibebi kitu yoyote mzito. Inua mikono yako juu katika jina la Yesu na ukasirike. Kila mtu inua mikono yako katika jina la Yesu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Sema kwa hasira, sema Baba kwa jina la Yesu. Kila msingi kipofu, dhaifu niliojengewa ama nimejijengea na imebi uzito wote, leo hii katika jina la Yesu ninavunja, ninaharibu katika jina la Yesu. Hiyo msingi inayokataa breakthrough, inayokataa mafanikio, inayokataa watoto, inayokataa kuajiriwa, inayokataa huduma nzuri, siku ya leo ninavunja kwa jina la Yesu. Ninavunja kwa jina la Bwana. Na leo hii ninasimamisha madhabahu, misingi ya Mungu katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika hii hao watu unakuta they wanaweza kukuambia kwamba sisi tunakuanga hivi tu. So, mtu kama huyo kama ako na hiyo msingi, they die at the peak of success. Watu kama hao ukiwa na msingi kibofu ama dhaifu, unakuta mtu anakufa at the peak of success. Wanakufa katika level, katika
kilele ya mafanikio. Prematurity. Premature death. They die prematurely. Mtu umeng'ang'ana unakufa premature. Saa ile umekuwa to the peak. Kwa sababu msingi haiwezi pokea breakthrough yoyote. Jina la Bwana tukuzwe. Na kama hatakufa prematurely, mtu anapoteza network. Jamaa amesoma hadi waki, daktari wetu ako tayari, ako karibu amemaliza. Akimaliza tu amegraduate, jamaa anapoteza network, anakuwa drug mlevi wa kugundukiwa, akachanganyikiwa, akapoteza dira ya milango iliyo mbele yake iliyofunguka. Amefika mahali ya job, jamaa ameajiriwa, hata hajajenga hata na kitu, ulevi inamtoa kwa kasi kwa sababu ameshindikana. Anakuja hospitali ni mlevi hivi, anadungia watu maji tu, ajui kitu, mpaka anasemekana anatolewa kikazi. Ameajiriwa jeshi, anaenda, akifika tu kule kuna jamaa moja kule nimetoka, na ni msingi mbaya sana. Huyo jamii yako na jamaa wawili na marafiki sana. Jamaa moja ni pastor, na akiwa ni mtu ameendelea vizuri, akiwa kwa karibu kwa akaanguka akawa mwanamke tu. Msichana amekutana kwa hoteli akawa akamsalia, sasa akabidi aoe. Amezaa watu wawili saizi wako na yeye. Huyo msichana ameenda na amebebwa na watu wengine, na hata ajali watoto, anaacha mtoto akiwa mdogo anaenda kupata watu wengine. Sasa mwingine, kijana mwingine akaajiriwa jeshi. Alipopelekwa jeshi na akafanya ile 9 months training na nini, alipotoka tu hivi akashindikana kwa ulevi. Na anaenda kulewa, anatoroka na bunduki ya serikali. So anakuja anaekelea bunduki kwa mesa hivi, weka pombe hivi tena, anakunywa anaiba baa kimabafu. Maana kwenda mtu anakunywa pombe ya kimabafu. Hebu jaribu kusema nini? Sama kuliko nitakuchuti kitu. Na robbery ya anakuja pia anaenda kambini. So alifutwa as we talk. Nikaangalia nikaona, na ukiangalia kwa wazazi wake kwa na msingi mbaya sana. So msingi na kisha watu, hata watu waliokoka. Bwana Yesu asifiwe. So wanaisa akapoteza network because why? Because what was programmed into their foundation is poverty, and so they cannot prosper. Your foundation, kuna umaskini zingine ambaye iko program in your foundation. Umaskini nyingine ambaye zimewekwa kimakusudi, kiplani katika msingi yako. Mtu kama huyo akipata pesa, ako kwa hiyo msingi, mtajua kwa sababu atasunguka hii mji yote, mtajua mama fulani leo ako na pesa kwa sababu kila hoteli anaingia, ananua vitu yenye hajapatia, ana nini, ananua simu, na ana kitu, ana kitaka. Why? There are silent millionaires. Unakaa tu, hujui huyo mtu. Hebu angalia mtu mko karibu na yeye, pengine ni milionea, lakini msingi yake ni msingi. Kama angekuwa msingi mbaya, si tumeona kwa hii kanisa siku moja jamaa moja alikuja, msingi yake ni mbaya. Sasa shamba na anakuja hivi. Rapos. Anaongea hata aongee katika ananiandikia list hivi kwa sababu ametoa sadaka kubwa. Ananiandikia list kubwa hivi. Ingi anataka kutembea kwenda. Nasema next month naenda Dubai niombe. Na saa ile nyinyi umetoa sadaka yake atoi kwa saa hii yake inapoa kidogo ndio atokelezee kwa mtaa. Anatoa bahasha hii. Tu msingi. Kata. Bwana asifiwe sana. Mungu akupatie ukae hapa, utakuwa silent millionaire.
na hautapiga nduru. Utaleta tu gari yako na hautatangazia kwamba mwangalie unakuja hapo unafinya eti gari ile ndio tuende kwa gari. No. Kwa tu sasa millionaires. Kwa benki yako iko tu na mamilioni na utetemeki kwa kiki. Kwa Bwana Yesu asifiwe. So, misingi inafanya watu wa misbehave. Those who attempt to break away from such bondage either die or lose focus on the prosperity door that was open for them. Yaani mtu yeyote ambayo maisha yake imejengewa katika msingi mbovu. Akitaka kutoroka, kusiliki out of it. Because you don't see utorokei misingi, unapambana nazo kuvunja. Mungu hajamwambia Yeremia torokea hao watu, anasema nimekuchagua ili ukapate kuivunja. Msingi utorokei, msingi ni kuvunja. So those who try to run away, kwa sababu msingi ya kwenu imekusumbua kule Nyandarua, ukasema wote nitorokea na manga, ama imekusumbua kule Kitui, ukasema hata nimeenda mbali, niko huko mpaka no, you are connected to your origin spiritually, so you must break it na usimamishe msingi ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. For some, it is a near success, but never achieved. Evil foundation opposed to God. Evil foundation work contrary to God's purpose and plan for your life. Jina la Bwana tukuzwe. An evil foundation lead to struggle in life. They have a special hatred for progress. Yaani misingi mbovu iko na special hatred. Umeona watu katika jamii, umeona watu ambao nyinyi nyote tuseme nyinyi nyote ni watoto wa boma moja, mama moja ama mzee moja, sawa? Halafu nyinyi nyote tuseme ni maskini wote. Halafu ikatokea huyu dada, njoo. Huyu dada hawe tajiri. Hawe tajiri na si mtoto amekula na sio devoloshiba, lakini hawe tajiri. Alafu nyinyi wote mkakaa hapo mnasema ni yeye ndiye anatukula. Huyu yani ako na gari, ako na kazi, ako na nini, basi nyinyi wote mnaanza kusema huyu ndio devoloshiba anamaliza hii boma. Maana your foundation have special hatred for success. You cannot celebrate anybody who succeed in your family. Anybody who try, anybody who try to raise in your family, anakuwa an agent, anakuwa adui. Unaona ule dada yetu, ule anakuwa Nairobi, yeye ndiye anatukulanga. Maana yeye anaendesha magari na sisi wote tunafanya. Yaani nyinyi nyote hakuna siku mnapigia mtu makofi ya kwenu maana amejenga. Mnaona tu ni sisi. Hii nyumba ni jasho yetu amekula. Wapi? Hama analiga some mnaanza nyinyi kuganga because your foundation is programmed to hate. Wana special hatred for success. And let me tell you, if you cannot celebrate success, you can never attract success. Hebu shika hii kitu yako. Shika hii kitu. Wengine wana kitu ngumu sana ambayo hata neno la Mungu ni ngumu kupenetrate. Sema kitu. Sema hii kitu yangu. Kombolewa leo. Kwa jina la Yesu. Kila wakati unasengenya watu waliofanikiwa. Unapiga watu waliofanikiwa. Leo hii patana na wao kwa jina la Yesu. Lazima upatane na watu. Ukiona mtu wa kwenu ameendesha gari, celebrate. Hata kama unamwambia leo mimi ndo naweka lita ya kwanza ya mafuta. Celebrate. Because anything you celebrate, you attract. Lakini ukipinga, ndani yako kinaumbika bitterness. Na bitterness inakudivide. Bitterness inafanya shetani awe na legal right ya kuattack.
Kuna watu ambao hawatafanikiwa maishani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yao wako na uchungu. Wamefungua malango ambayo shetani tu anakutupia mishale. Kwa sababu kuna uchungu. Ukiona Pastor Timothy amefanikiwa, unanuna kichwa inakuwa kama ya seneke. Ukiona mtu you can never celebrate men who are making life. Bwana sasa. So make sure jirani yako akifanikiwa, mpigie makofi na sio ya unafiki. Na waambia congratulations my sister. Congratulations. So these people, they have a special hatred for success. They only respond to breakdown. Wanashughulikia tu breakdown. Nani anayeona katika jamii yao, katika jamii ya watu ambao unaweza kuta katika jamii? Tuseme jamii iko na masisters wengi. Mmesaliwa mkiwa madada wengi. Alafu wale wa mbele wameolewa wakaachwa, wameolewa wakaachwa, ama hajaolewa hata. Alafu akatokea kasista kamoja ambaye kadogo akapata mume. Na pengine kabla hujapata mume, mmekuwa tu maadui. Hamupendani tu kama kawaida. Maana msingi inakosanisha watu. Then all of a sudden ule mdogo alipopata mume mkaanza kumrudia. Dada, hatuwezi kubali mtoto wetu aende nini kama hiyo. Wanaganga kufight that dog. Mpaka mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama umeolewa umeenda kwako na hata pengine kila mtu anaganga kwake amshughuliki. Ile siku atasikia mumepata tu kashida kidogo, ile marital problem kidogo ya kupigana ya kusuluhishwa. Wasikie hata ndio anakutumia fare. Njoo. Hatuwezi kubali mtoto wetu kusikia ameuawa. Na mkijaribu hata kukaa, hawezi kubali kupatane, hawezi kubali msamaha. Wanasema tu imeisha. Unafikiri mtoto wetu sisi hatuwezi hata kuangalia? Ile siku atakutoa kwa ndoa kwa mzee. That is the last day of the order. That msingi ina respond only breakdown. Katika jina la Yesu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Any response of breakdown in my family, I destroy today in the name of Jesus. Ninakataa kila aina yote ya tabia ya kusherekea mabaya katika jina la Yesu. Mpaka umefanyika kwenu, umefanywa uwe a spokesperson ya kutetea watu, ya kuisha watu wasikae, maana wewe una kisidaji, unakuja siwezi kubali mtoto wetu. Hata wengine wanaingilia katika ndoa ya ndugu zao. Masisa wanaganga kupiga msichana aliolewa na dada yao, ndugu yao. Hata tangu huyu ndugu wetu amekuoa, naona hajakwenda ameisha. Na wao unaendelea tu kunaona hivi. Ni wewe ndio unanyanyasaka. Wanahakikisha mpaka wanafukuza mtoto wa watu. Because your msingi iko na special hatred for success. Exactly. Msingi ni mbaya. Bwana siwe. Wetu kuna jamaa wetu mmoja ambaye mimi nafuata. Na huyo jamaa ni anachangamka sana. Yeye ndio mtu wa kwanza kwetu nyumbani kupata gari. Baada nilipofunja madhabahu ya kwetu, Mungu akamfungulia njia. Ni hajasoma lakini nikanini sana. Na alipoendesha kupata hiyo gari, unajua watu wa kwetu waliinuka wakasema yeye ndio ameturoga sasa. Tunafanana na yeye. Yeye ndiye baadhi hakuna mtu aliyokufa lakini yeye sisi tumekuwa wanyonge kwa sababu yeye ndiye anatumia jasho yetu. Kazi mama tunakambiwa tena ni ujinga. Wapi huyu ndugu ametunyonga? Nikakataa hiyo spirit nikasema huyu ni kwa sababu anajituma. Wewe sikaa hivi alama msingi inakupatia kukae hivi. Watu kama hao hawafanyi chochote. Wewe huwezi kujituma nini unakaa tu.
usibangaise hata grow old. Wakati grow old, you are not doing anything. Lakini mtu akwenda akijaribu kuleta chochote, kiweka tumbusi kuku, naweza kusema kwamba yeye ndiye anafanya nini, because is programmed in the foundation. Bwana Yesu asifiwe. So they respond to breakdown. They repel the attack. They disorganize what they were not established to promote. That is how altars are misingi zina nini. They enjoy foundation. I'm talking about evil foundation. They enjoy limitation. Evil foundation have ability to shorten lifespan, killing vision or dream, web, and ministries and business. Some wrong foundation open doors for the enemy to attack in different forms, act as a doorway into the body. Jina la Bwana tukufu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Angalia wakati huyu ukiangalia when you don't have, ukisoma katika kitabu cha Yohana 14:30 unakuta anasema kwamba Yesu anasema, I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming and he has nothing in me. Yesu anasema hivi, the ruler of this world is coming and he has nothing in me. Kwa nini? Kwa nini shetani hakuweza kumzuia Yesu hata kufikiria malengo ya Mungu? Kwa sababu in Jesus he found no evil in him. Foundation yake hakupata chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakupata msingi chochote kile ambaye anaweza kumhukumu. In evil you have a hook to hook you. Anakukamata hivi na hook. Jina la Bwana tukufu. I want to lead you into some prayers. We pray some prayers. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza simama kama ungependa, in the name of Jesus Christ, na nitakuongoza vile tunaomba, alafu tutamalizia katika jina la Yesu. Lazima ukasirika na hili. Sema, every evil foundation laid in my family be destroyed by fire in the name of Jesus. Go ahead and destroy every evil foundation. Every evil, ni wewe ndio unajua misingi wa penu ni evil aje, ni misingi ya watu kutofanikiwa, ni misingi ya watu kutosoma, ni misingi ya watu kutoolewa. Lord, in the name of Jesus, I destroy that foundation. Every evil foundation in my family, I destroy today. In the name of Jesus, I destroy today. In the mighty name of Jesus, I destroy today. Ninafunja leo kila misingi, ninafunja leo kila misingi ambayo imesimamishwa, ambayo imejengwa kwetu katika jina la Yesu. Misingi ya kishetani ambayo imesimamishwa kwa jina la Yesu, I declare be destroyed in Jesus' name. Amen. Sema again, I destroy all wicked rise foundation in my life, in my family, in the name of Jesus. Go ahead and destroy. Go ahead and destroy every wicked, kila msingi ambaye sio ya Mungu, ambaye imesimamishwa, misingi ya umaskini, misingi ya kuabudu miungu. Lord, ninafunja. I destroy today. I divorce them today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Ninafunja leo katika jina la Yesu. Ninafunja leo katika jina la Yesu. In Jesus' name is broken. Tunaendelea. Sema, any breakthrough killer in my life and my family, whose legal ground is evil foundation, die by fire. Go ahead and kill it.
In the name of Jesus. Every evil foundation, every legal foundation that is legal foundation in my family, I destroy today. I break it today. In the name of Jesus, I destroy today. Be destroyed by fire. Be destroyed by fire. In the name of Jesus Christ. Be destroyed in the name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi tena maybe this week na nitaendelea hivi, nitaendelea kufundisha mahali nimefikisha. But lazima uelewe kwamba kuna hizo legal madhabahu. Tutakuja hapo siku tutakapofika hapo. When your foundation is evil, wakati misingi yako ni misingi ambayo sio ya kimungu, hiyo misingi, maana misingi ni tofauti na madhabahu, na madhabahu ni tofauti na malaana na vitu kama hizo. Lakini misingi ndio kitu cha kwanza ambapo wanajua wanakujengea. Maana panapo msingi mbaya inafanya mtiririko ya urahisi ya madhabahu ambayo sio ya kimungu uweze kufanya kazi katika maisha yako. Na kama uko na umeokoka, ukaokoka ndio unamtumikia Mungu na hujawahi pambana na issues za msingi ya maisha yako, hujawahi pambana nazo. Sasa hiyo msingi ya Mungu, na hiyo wokovu, unaishi maisha ya wokovu, utaishi a struggle life kwa sababu misingi inaleta matatizo. Jina la Bwana tukuzwe. Unakuwa a very good man but unaishi kwa struggle kwa sababu misingi ina compromise the kind of life you live, even in the spiritual life, katika maisha ya wokovu. Jina la Bwana tukuzwe. So nataka tujiombee katika jina la Yesu Kristo. Shika kichwa chako na kitovu chako katika mkono wako, tumbo wako hivi na kichwa chako katika jina la Yesu Kristo. Nataka kukunenea katika jina la Yesu. Katika jina la Bwana wa majeshi. Sema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Sema kwa imani na kusauti. Sema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Kila misingi yoyote niliyojengewa ama nimejijengea na inanisumbua mpaka leo na inaishi mpaka leo, leo hii ninavunja kwa jina la Yesu. Ninavunja kila misingi ambayo sio ya Mungu. Leo hii ninang'oa kwa jina la Yesu. Ninang'oa umaskini katika maisha yangu. Ninang'oa kila roho ambayo inanifuata kwa maisha yangu kwa jina la Yesu. Kuanzia leo hiyo misingi imevunjika, na leo hii ninasimamisha misingi ya Mungu inayobeba baraka za Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuniponya in Jesus name. Amen. Ni nani amewahi sikia kitu inaitwa kuna sentiment hapo anasemanga like the father like the son. Umesikia? Yes. Ama hiyo kisuga mjakuta wanasema like father like, na kuna like daughter like mothers. Those are spiritual sentiments. Those are spiritual sentiments. Spiritual sentiment ni vitu vya kiroho. Maana mtu anaweza kufanana na babu yake au babu yake ambaye hajakuta kumuona. Ikute tu mzee aliyeishi ma-70s yenye hujakuta, na leo hii unaishi kwa 20s, unakuta roho ya huyo mzee imewekwa ndani yako hivi. Nafanana. Inakuwa possible kupitia misingi. Lakini unapojua ndani, ndio maana nilikusomea kwamba sisi tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii, ili sisi na lazima sio issues ambayo zimekuwa dead zamani na sasa you are just walking a free life. No,
mambo ya kiroho haijawahi, sio mambo ya free, sio mambo ya bure. You must to fight. You must fight. You must fight. You must destroy other things that are limiting you. Limitation ambayo imewekwa kwenye anga inasemekana, no one will rise in this family to this level. If you don't fight, utaishi tu ukiona ikitimia. Bana tangaza katika jina la Yesu, you will be a remnant in the name of Jesus. Wewe utakuwa mabaki katika jina la Yesu. Katika maisha yako na jamii yako, wewe utakuwa mabaki. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nataka let's take our offering. We give God. Wala kuna sadaka fungu la 10 upewe basha. Then tukishamaliza mtaketi dakika moja ni watakasie jambo hapa alafu itawa release. Amen. Amen. Wala kuna fungu la 10 unatoa sadaka, then fungu la 10 unasimama hapa mbele na basha yako nitakuombea. Amen.